Klabu ya soka ya Simba Sports Club mnyama atashuka dimbani kukichapa dhidi ya Stade Malien ya nchini Mali kwenye mchezo wa makundi, mchezo wa pili klabu bingwa barani Afrika. Klabu ya soka ya Simba leo watastafuta alama 3 muhimu kutoka kwa Stade Malien wakiwa kwenye dimba la nyumbani. Yes, tunacho kikosi ambacho kocha Dimitar Pantev anaenda kukitumia kwenye mchezo huu na kuhakikisha klabu ya soka ya Simba wanarudi kwenye level zao, kuhakikisha klabu ya soka ya Simba wanapata alama 3 na wanarudi nyumbani wakiwa na ushindi wa kishindo. Wakati tunakuletea kikosi hiki, ndugu mwanamichezo, nikukumbushe tu ubonyeze maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii ili uweze kupata habari zetu muda wote tunapoziweka kwenye mtandao huu wa YouTube. Yes, namba 1 yupo goalkeeper Yakubu Suleiman. Tunamjua amekuwa akifanya vyema sana na kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sports Club akizuia michomo hatari, na kuzingatia bado hajafungwa goli la uzembe, kwa sababu hata goli ambalo alifungwa kwenye mechi ya kwanza dhidi ya Petro Atletico de Luanda, goli hilo lilisababishwa na deflection ambayo mpira ulipigwa na ukaguswa na Rushen De Reuck, kitu ambacho kilimpoteza maboya na kushuhudia mpira ukiingia kwenye nyavu. So upande wa beki ya kulia tunaye Shomari Kapombe. Wote tunaujua umuhimu na uhodari wa Shomari Kapombe. Amekuwa akifanya overlapping kwa kiasi kikubwa kuhakikisha anasogea eneo la mpinzani na kupachika cross ambazo zimekuwa na madhara kwa kiasi kikubwa sana. Upande wa beki ya kushoto tunaye Anthony Mligo, ndio ambaye anaenda kuanza kwenye mchezo huu. Ni bwana mdogo ambaye ameonyesha uwezo mkubwa sana, hajaonyesha kutetereka kwenye michuano ya kimataifa mikubwa kama hii, na kocha amekuwa akimuamini na kumpatia nafasi mara kwa mara. Mabeki wakati tunao Rushen De Reuck pamoja na Wilson Nangu. Tunajua Wilson Nangu amekuwa ni beki mzuri sana na ameonyesha performance kubwa sana kiasi ambacho amemweka Shamu Karabwa nje kwenye michezo ya hivi karibuni, lakini wote tunaufahamu uimara wa Rushen De Reuck kwenye kuokoa michomo hatari na kuhakikisha mipira haimfiki golikipa. Upande wa kiungo mkabaji anaanza Yusuf Kagoma. Wote tunajua Yusuf Kagoma amekuwa ndio kiongozi wa ulinzi kwenye eneo la kiungo, akihakikisha kuwa wachezaji wa timu pinzani hawapati nafasi ya kucheza kwenye eneo hilo wakiwa free. Mara nyingi amekuwa akifanya tackling zenye kuleta manufaa kwa klabu ya soka ya Simba, tackling zenye kuwazuia wapinzani wasifike kwenye eneo la klabu ya soka ya Simba, kitu ambacho kimempelekea yeye kupata kadi za njano na nyekundu nyingi. Tukienda kwenye upande wa eneo la kiungo mchezeshaji namba 8 itachezwa na Morris Abraham. Amekuwa na uimara mkubwa sana, wote tunamuelewa na limekuwa ni tegemeo jipya kwa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Kwenye kiungo wa ushambuliaji atacheza Jean Charles Ahoua. Tunamjua ni mtaalamu wa kupiga mipira iliyokufa, na yeye ndiye ambaye anaenda kuanza kwenye mechi hii akicheza eneo la namba 10. Upande wa winga ya kushoto itachezwa na Eli Mpanzu Kibisawala, na upande wa winga ya kulia itachezwa na Kibu Dennis Prosper. Na kwenye eneo la kushambulia kocha Dimitar Pantev ameamua aanze na Jonathan Soa kwa sababu amekuwa na nguvu, na mara nyingi kila anapopata nafasi ya kuanza kwenye mechi basi amekuwa akishinda ama akitoa assist. So hiko ndicho kikosi ambacho kocha Dimitar Pantev anaenda kuanza nacho kwenye mchezo wa leo kati ya Simba Sports Club na Stade Malien ya nchini Mali. Unakipa asilimia ngapi hiki kikosi? Tuandikie idadi ya magoli ambayo unahisi klabu ya soka ya Simba Sports Club itashinda kulingana na kikosi hiki. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe, lakini weka comment na like yako kwenye video hii. Tukutane wakati mwingine. Mimi naitwa J Kibuga na hii ni J Sports. We are signing out.